Mkuu wa Jeshi la Magereza Tanzania, Kamishna Jenerali wa Magereza Jeremia Katungu amesema jeshi hilo limeachana na matumizi ya nishati chafu ya kupikia, sehemu ya mkakati wa kitaifa wa kupunguza utegemezi wa nishati chafu na kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Katungu amebainisha hayo akiwa mkoani Morogoro katika hafla ya kufunga mafunzo ya uongozi daraja la kwanza ngazi ya sajini, kozi namba 4 na ngazi ya koplo kozi namba 3 ya mwaka 2024-2025 katika chuo cha ufundi na udereva Kingolwila, yakihusisha takribani askari 72 kutoka Tanzania bara na Zanzibar. Tumekwisha achana na matumizi ya kuni, sasa tunatumia nishati safi ya kupikia, na haya ni maelekezo ya serikali, maelekezo ya Amiri Jeshi Mkuu, lakini pia viongozi waandamizi wamekuwa wakisisitiza. Ndani ya Jeshi la Magereza tayari matumizi ya kuni yamekuwa historia. Kinachoendelea sasa ni kuendelea kuimarisha matumizi ya nishati safi ambayo kwa kweli yamekuwa na manufaa makubwa sana, ikiwemo kutokuharibu mazingira. Ni matarajio ya serikali, ni matarajio ya jeshi kwamba mafunzo mliyoyapata ninyi wahitimu yamewaongezea maarifa, yamewaongezea ujuzi wa kwenda kutekeleza majukumu ya kazi katika vituo vyenu au vile ambavyo mtapangiwa kwa ufanisi zaidi. Niwatake wafanye kazi kwa kujituma, wafanye kazi kwa weledi, lakini kubwa zaidi kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa, na kwa yeyote yule ambaye atakwenda kinyume na taratibu za kazi, atakwenda kinyume na miongozo, hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Niwatake kuzingatia yale ambayo mmejifunza ili mafunzo haya yawe na tija katika utekelezaji wa majukumu yenu, lakini pia kuleta ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya kijeshi ambayo tumekabidhiwa. Mgeni rasmi kwenye hafla hiyo ni Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Dr. Maduhu Isaac Kazi. Amesisitiza askari wa magereza kuzingatia weledi wakati wa utekelezaji wa majukumu yao ya msingi. Niwakumbushe kuwa kupandishwa cheo ni kuongezewa majukumu, ni kuongezewa dhamana. Mnategemea serikali kuona kuwa mnakuwa chachu ya mabadiliko katika utendaji kazi na kuimarisha mshikamano katika Jeshi la Magereza. Niwatake mkalitumikie taifa kwa uzalendo, uadilifu, weledi wa hali ya juu pamoja na nidhamu ya hali ya juu sana, mkiwa katika nyadhifa na majukumu mapya ambayo mtapangiwa ili kuweza kuboresha jeshi letu la magereza na kutoa huduma bora kwa Watanzania. Ndugu wahitimu, mafunzo haya yameongezea ujuzi na maarifa ya kwenda kutekeleza majukumu ambayo mtapangiwa. Ni imani yangu kwamba mtatumia ujuzi na maarifa kikamilifu ili kuweza kuleta ufanisi katika jeshi. Mara zote mnapokuwa mnatekeleza majukumu haya, wekeni mbele maslahi ya taifa, wekeni mbele taifa na kamwe msitangulize maslahi binafsi. Aidha, kumbukeni kuwa majukumu mlionayo yanahusu kuwahudumia watu ambayo wameikosea jamii na hivyo kuletwa magerezani kwa ajili ya kubadilishwa mienendo yao, tabia pamoja na kupata elimu na ujuzi na maarifa, na hivi vyote vinakwenda pamoja. Hakikisheni kuwa mnatekeleza wajibu wenu kwa weledi, kuzingatia utu na kufuata sheria, taratibu, kanuni na miongozo inayotawala utendaji kazi wenu ili kuweza kufikia malengo tarajiwa. Kati ya wahitimu 72 tulikuwepo na wahitimu 20 kutoka chuo cha mafunzo Zanzibar. Nipongeze sana uongozi wa Jeshi la Magereza na chuo cha mafunzo Zanzibar kwa ushirikiano na mshikamano wa kiwango hichi. Napenda kuhimiza ushirikiano huu uendelee katika eneo hili la mafunzo pamoja na maeneo mengine kwa maslahi ya taasisi hizi mbili kwa ajili ya kuleta na kudumisha amani kwenye jamii, lakini pia kwa maslahi ya muungano wa Jamhuri ya Tanzania. Mafunzo hayo yalianza Disemba 7, 2024 na kuhitimishwa Aprili 4, 2025. Kwa kipindi chote askari hao wamejifunza mbinu mbalimbali za kijeshi kwa nadharia na vitendo, ikiwemo uongozi na urekebu, yatakayowawezesha kusimamia mipango mbalimbali ya jeshi hilo kwa maslahi ya taifa. Naomba nikufahamishe kuwa mafunzo haya yalilenga kumwongezea askari maarifa yatakayomwezesha
kumudu kujiongoza na kuongoza askari walio chini yake kwa weledi na ufanisi kadri itakavyohitajika. Wahitimu wamejifunza na kufaulu masomo yao katika viwango vinavyohitajika kuwawezesha kupanda vyeo kuwa sajini na koplo wa Jeshi la Magereza. Katika mafunzo haya wamejifunza masomo mbalimbali ikiwemo utawala na uendeshaji wa magereza, sheria zinazoongoza Jeshi la Magereza, uongozi na utawala, ustawi wa jamii, urekebu, usalama magerezani, usimamizi wa wafungwa, afya ya jamii, gwaride, ulengaji shabaha na mbinu za medani. Masomo haya yalifundishwa kwa njia nadharia na vitendo. Masomo haya yanamsaidia NCO kutambua majukumu yake na kuwa kiungo muhimu kati ya uongozi na askari anaowaongoza. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson John.